الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من لا نبي بعده. Jana tuliingia kuelezea kitabu kinachofungamana na ibada ya saumu. Tukaielezea taarifu ya saumu na wakati uliofaradhiwa ibada ya saumu, na tukaelezea na fadhila zake. Leo insha Allahu taala tutaingia kuelezea ahkam zinazofungamana na saumu. Yani saumu ina hukumu nne. Hukumu ya kwanza ni alwujub, hukumu ya pili ni annadb, hukumu ya tatu ni alkaraha, na hukumu ya nne ni alhurma. Alwujub tumaanisha hapa saumu ambazo ni lazima uzitekeleze, saumu za wajibu, saumu zinazokupasa. Ni saumu gani ambayo ni ya lazima inayokupasa? Ya kwanza ni saumu Ramadhani. Saumu ya Ramadhani ni lazima kufunga, yatupasa funga ya Ramadhani, kwa hivyo ni lazima kufunga Ramadhani. Ya pili katika saumu za wajib ni saumu al-qadha, saumu ya kulipa deni la Ramadhani, iwe ni kwa udhuru wa kisheria, iwe ni bila ya udhuru. Maadamu ulikula mchana wa Ramadhani, basi utapaswa ile saumu kuilipa, iko katika hisabu yako, deni la Ramadhani. Hata kama mwanamke alipata ada yake mwisho wa mchana wa Ramadhani, mfano bado sekunde kadhaa ingie magharibi, akapata ada yake, atailipa saumu ya Ramadhani. Ile inaitwa qadha. Ulisafiri, tutakuja kuelezea masharti ya kula katika safari katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo qadha ni deni unalodaiwa. Ukufunga mwezi wa Ramadhani, iwe ni kwa sababu ya kisheria au iwe ni bila ya sababu ya kisheria, utapaswa kuilipa. Hiyo yaitwa saumul qadha, ni wajibu. Huwezi kusema wakati wake ushapita, Ramadhani ishatoka na mimi nilikula mchana wa Ramadhani si kwa kutaka kwangu, ni kwa sababu ya ugonjwa au ni kwa sababu ya udhuru fulani ambao sheria imeniruhusu kula mchana wa Ramadhani. Ndiyo, lakini sheria hiyo hiyo imekuambia ufanyeje? Ulipe. Maana watu wengi sana wana visingizio na wanajifanya kwa visingizio hizo wanajipendekezesha kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa mimi ni katika ahlul udhri, basi ndiyo, basi ishapita, Mwenyezi Mungu ataukubalia udhuru wangu. Swala ni vile vile, hizi zaitwa nyudhuru baridi, na ni wengi sana huko, si kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu, bali ni kujitukanisha kwa Mwenyezi Mungu. Utapata mtu ameamka saa 2 asubuhi, ana haraka kimbilia kazini, ndio ibada bora kwake. Bwana, wakati ushapita. Sio wakati ushapita, ile swala lazima uilipe, yaitwa qadha. Hata kama una swala za miaka 50 tangia ubalighi, wewe umeacha, jua kuwa swala yote unayoiacha iandike kwenye hisabu yako, ni madhambi makubwa, lakini hazipiti patupu, ni deni, ni lazima ulipe. Kwa hivyo qadha
usifanye machezo nayo, ni ile ile faradhi unayodaiwa, iwe ni kwa udhuru wa kisheria, iwe ni bila udhuru wa kisheria. Saumu ya tatu ya lazima ni saumul kafarati. Saumul kafara, saumu ya kafara. Saumu ya kafara, kuna kafara ya dhihari, kuna kafara ya kuua, kuna kafara ya jimai ya mtana wa Ramadhani. Saumu ya kafara ya dhihari, dhihari ni ipi? Hapa wengi pengine tutashtuka, dhihari ni kitu gani? Sio yote anayefahamu dhihari ni ipi. Sasa nakufahamisha, dhihari ni kumshabihisha mke wako kwa uharamu kama mama yako au maharimu yako. Tashbihu zauji zaujatahu, mume kumshabihisha, kumfananisha mke wake, fil hurma, katika uharamu wa kumuingilia mke wake, bimahramihi, kama alivyo maharimu yake, mama yako, sister yako, dada yako, shangazi yako, hawa ni maharimu zako. Hufai kuwaoa, sheria imekukataza. Ukaja ukamwambia mke wako mfano, anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu mimi umekuwa kama mgongo wa mama yangu, yani katika uharamu wa kukuingilia wewe, basi mimi nikikuingilia ni kama kumuingilia mama yangu. Haya mambo ndugu zangu kutokea kwenye ndoa, utesi, lakini wengine wanashindwa kuzidhibiti hasira zao, wanapayukwa. Hata mwingine ni matamshi ya talaka, anamwambia nimekuacha talaka 3, na hakuna mchezo ndugu zangu. Dhibiti, control your anger, hasira yako idhibiti ndugu yangu. Sio kila neno linanenwa. Ndoa nyingi zinaharibika kupitia nini? Ulimi, maneno. Na mengine maneno tuyaona ni mapesi, na mengine tunayaita ni jokes, dhihaka. Mimi nimemtania, mimi nawezaje kumwacha mke wangu? Jinsi ulivyokuwa mrembo mke wangu, nimekutania tu, siwezi kukuacha mimi. Lakini ndio umemuacha kwa kutamka matamshi ya talaka. Tunatakana tuwe makini, hasa wakati wa hasira. Jitahidi usipwayuke, kwa sababu hiyo hasira kisha itakuponza, itakujutisha, kwa nini nilitamka maneno yale, na ndoa nyingi zaharibika. Na sasa tatizo lingine ni kwamba mkaidi na haelewi, mke wake ashakwalifika, ashamuacha kwa matamshi aliyoyatamka, kisha bado anarudi anaendelea kufanya starehe na mke wake. Wewe hufanyi starehe, huko kwenye ndoa tena, wewe unazini. Ndugu zangu, kuna kafara ya dhihari. Hivyo basi, unapotamka maneno hayo, umemtamkia mke wako, nikasirika, ukamwambia mimi kwangu wewe kwa sasa hivi mimi moyo wangu haukutamani tena, ni haramu kwangu mimi kukuingilia. Kukuingilia wewe ni sawa na kumuingilia mama yangu. Jua kwamba hufai tena kumuingilia mke wako. Hajaachika, si swalaka kutamka maneno haya, ifahamike, lakini kuna kizuizi ambacho kimekuzuia baina yako wewe na mke wako. Hufai kumuingilia, ni mpaka utoe kafara. Sasa hapa sitaki kuzungumzia mlango wa dhihari. Haya ni masala labda inshallah, huenda pengine mbeleni tukapanga tuelezee kitabu nikah kwa jumla, yaelezwe. Kuna masala mengi yanayofungamana na ndoa na ni muhimu sana, lakini sio darasa ya kuelezea dhihari. Alhasil ni kwamba ukishatamka maneno hayo, wewe utalazimika kutoa kafara, yaitwa kafara ya dhihari. Utafanyaje? Utalazimika katika miongoni mwa kafara ni kufunga miezi 2 mfululizo, kama ambavyo Mwenyezi Mungu ametuelezea katika suratul Mujadala. Lakini kafara, kitu cha kwanza ni nini? Kuata mtumwa huru, ambao ni sawa na kafara ya jimai, tutakuja kuielezea mbele. Hakuna watumwa leo hii. Utakwenda kwenye hatua ya pili. Hatua ya pili ni kufunga miezi 2 mfululizo. Miezi 2 mfululizo. Siku moja uliumwa na kichwa,
ulikuwa na homa ukala, basi tarudi tena mwanzo. Adabu kubwa. Sasa huko kufunga hiyo inaitwa kafara, ni lazima, ni saumu ya lazima. Sasa hiyo ni kafara ya dhihari. Kuna na kafara ya jimai ambayo sitoielezea hapa kwa sasa, tutaielezea wakati wake utakapofika. Tutakuja kuelezea katika mambo yenye kubatilisha saumu inshallah, huko ndo tutakuja kuelezea hii ni jimai, na tutakuja kuielezea kwa ubainifu inshallah taala. Kisha saumu nyingine ya lazima ni as-saumu fil istisqai idha amara al-hakim, funga ya kutaka kunyeshewa mvua. Lakini si lazima. Watu wanapotoka, kumeingia chaka, ukame, watu wahitaji mvua, wanyama wanakufa, mazao yanakufa, watu wanakwenda kwenye jangwa au kwenye kawanja, wanakwenda kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, kuswali swala tuliyowekewa na sheria inayoitwa salatul istisqa. Ni sunna, si lazima. Na hiyo swala pia ni uzuri watu wajue, ni mambo mengi katika sheria watu muhimu wasome, wajue utaswali vipi salatul istisqa. Na pengine hujawahi katika maisha yako kuswali swala ya kuomba mvua, hujawahi katika maisha yako kuswali swala ya kushikwa jua. Ni muhimu hizi ujue, kwa sababu muda wote jua likipatwa ujue, uanze kuuliza kutokea sasa hivi, hebu nifundishe na mimi Sheikh namna ya kuswali swala ya kushikwa jua, namna ya kuswali swala ya kushikwa mwezi. Uelezwe sasa hivi, ufundishwe. Iwapo litatokea tukio, utakuwa mashallah huhitaji wakati ule kwenda kusoma, kwa sababu ni jambo la muda mfupi. Ukiachwa tu mwezi au jua likiachwa, ule wakati wa umeisha. Kwa hivyo pale pale utakimbilia kwenye nini? Kwenye swala. Sasa salatul istisqa hii hapa, ikiwa hakim ameamrisha na waamrisheni mfunge, ile funga haiwi khiari tena kwetu sisi, ni lazima tusikie neno la hakim na ni lazima ile funga tufunge. Mambo mengi ndugu zangu yapaswa tuyajue. Kisha ya mwisho ni saumu ya nadhiri. Tumesema saumu zimegawanyika hukumu ngapi? Kwa hukumu 4. Kuna saumu ya lazima, kuna saumu za sunna, kuna saumu za karaha, kuna na saumu za haramu. Sasa ya mwisho ya lazima ni saumu nadhiri, saumu ya nadhiri. Mfano uliwahi kusema inshafi Allahu maridhi falillahi alayya an asum, ewe Mola wangu ukimponesha mgonjwa wangu nimeweka nadhiri ya kufunga. Sasa ile funga ndugu yangu, mgonjwa wako akiponeshwa inakuwa ni lazima kwako wewe ufunge, na usiwe mjanja mjanja. Madamu umeweka nadhiri, ya Rabb, mzazi wangu huyu nimeweka nadhiri kwako wewe kufunga ukimponesha mzazi wangu, basi akipona mzazi wako ni lazima ufunge. Na hili pia ni swala kubwa la nadhiri linalozungumzwa kwenye vitabu vya fiqh. Kuna vigawanyo vya nadhiri. Nadhiri si aina hii tu, hunu ni mfano tumewapatia, lakini ziko nadhiri kadhaa ambazo mwanadamu huwa akiziweka kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mola wake. Tuingie sasa kwenye hukumu ya saumu ya pili, saumu za sunna. Saumu za sunna. Saumu za sunna zimegawanyika vigawanyo vitatu. Kigawanyo cha kwanza ni saumu za sunna ambazo ma yatakarraru bitakarruri sinin. Kuna saumu ambazo zinakariri kwa kukariri miaka, kila mwaka. Kuna saumu mfano ya Arafa, si kila siku saumu ya Arafa, si kila mwezi, si kila wiki, ni kila mwaka tutaipata saumu ya Arafa. Mara ngapi? Mara moja. Ni sunna kufunga saumu ya Arafa, inakariri kwa kukariri miaka, si miezi wala wiki. Na saumu ya Arafa imesuniwa kwa wasiokuwa mahujaji. Hii watu watakawatanabahi sana. Saumu ya Arafa imesuniwa kwetu sisi kwa wasiokuwa mahujaji. Waliokuwa mahujaji hawafungi ile siku ya Arafa ambayo ni mwezi 9 wa Dhulhijja, hawafungi. Na hii ni kwa sababu ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, na pia ni kwa sababu ya kupata nguvu ya kutekeleza amali zilizomkabili kwa wakati huo. Siku hiyo ya Arafa kuna amali nyingi sana, ni muhimu, ni sunna zitekelezwe, basi apate kuzitekeleza akiwa na nguvu. Ukifunga utadhoofika,
ile hima itapungua. Na saumu ya Arafa imekuja katika fadhila zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, siyamu yaumi arafata inni ahtasibu ay arju inda Allahi an yukaffira sanata allati ba'da wallati qabla, funga ya siku ya Arafa natarajia. Na rajaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si ya mashaka, ni rajaa ya hakika. Kutarajia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutarajia kwa hakika. Asema natarajia kwa Mwenyezi Mungu ni yenye kufuta madhambi ya mwaka mzima utakaokuja na uliotangulia. Saumu ya Arafa hufuta madhambi ya miaka miwili, mwaka utakaokuja na mwaka uliotangulia. Si mbali Arafa. Sisi hapa tuko kwenye Ramadhani, tukitoka kwenye Ramadhani tutaingia Shawwali, kisha tutakwenda mpaka Dhulhijja. Dhulhijja mwezi 9, ile siku ya Arafa, jitahidi ufunge funga ile, na fadhila zake ni kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea. Kisha katika saumu zinazokariri kwa kukariri miaka ni saumu ya Tasua wa Ashura. Ni saumu ya mwezi 9 wa Muharram na mwezi 10. Ijapokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunga Tasua, lakini aliazimia, alisema Mwenyezi Mungu akiniweka mpaka mwakani nitafunga Tasua, lakini mwakani hakufika. Kwa hivyo ndio maana imekuwa ni sunna. Saumu ya Ashura mwezi 10 wa Muharram ni saumu muhimu sana ambayo ina fadhila kubwa sana. Hiyo ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwokoa nabii wake Musa alayhi salam. Katika fadhila zake Mtume sallallahu alipoulizwa kuhusu saumu ya Ashura alisema yukaffiru sanata almadhiya, hufuta madhambi ya mwaka mzima uliotangulia. Rawahu Muslim. Na miongoni mwa saumu zinazokariri kwa kukariri miaka ni saumu ya masiku 6 ya Shawwal. Ikitoka Ramadhani ni Shawwal. Sasa ile Idi watu hawafungi. Baada ya Idi siku ifuatayo utafunga masiku 6 ya Idi ya mfungo kwanza. Utafunga masiku 6, na ni uzuri uyafunge hayo masiku 6 kwa kufuatanisha bila ya kupumzika. Ufunge baada ya Idi, ufunge siku ya kwanza, ufunge ya pili, ufunge mpaka siku 6. Ukimaliza hizo siku 6, basi jua kwamba umetekeleza sunna kubwa, ambayo hii ni sunna ya kariri kwa kukariri mwaka. Kila mwaka inakuja mara moja na fadhila zake ni kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man sama ramadhana, yoyote mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha akafuatisha masiku 6. Umeona maana kufuatisha? Baada ya kufunga Ramadhani ukafuatisha masiku 6 ya mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahri, basi fadhila zake ni kama mtu alofunga mwaka mzima. Kuna watu mwaka mzima wako kwenye wanaandikiwa ibada ya funga, ni kwa sababu wamefunga masiku 6 ya Shawwal. Kimaliza Ramadhani usifanye haraka bwana, maisha ni mafupi, funga ujenge akhera yako. Lakini watu wengi hawafungi hayo masiku 6, na wakifunga basi ufunga kwa uvivu. Tafunga siku moja, siku mbili basi. Uzuri ni ufunge kweli, itapatikana ile asli ya sunna, lakini uzuri ni ufunge yote masiku 6. Hii ni chance ndugu yangu, huwezi kuipata kila siku. Kwa mwaka mara moja, na unaweza ukabahatika ukapata mwaka mwingine au ukaishia kaburini. Na masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja, masiku ya kwanza 10 ya mwezi wa Dhulhijja, walfajri wa layalin ashr, masiku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaapia. Kwa hivyo hayo ni masiku ambayo ni muhimu yafungwe. Hizi ni saumu zinazokariri kwa kukariri miaka. Kisha kuna saumu ambazo Mungu ameziweka, amezijalia zinakariri kwa kukariri miezi. Kila mwezi utakuta kuna saumu. Kama saumu gani? Ka ayyamil bidh. Ayyamil bidh huzunguka kila mwezi, ambayo ni masiku gani? Ni tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15 kila mwezi. Hata mwezi wa Ramadhani hunu tufunge ayyamul bidh ikifika tarehe 13, 14, 15 la Ramadhani haina mwendani.
na ukatia nia ya kufunga mfano mwezi wa 13 ukafunga, ukatia nia ya Ramadhani na ukatia nia ya ayyamul bidh, haikubaliki. Kuna mipaka ndugu zangu, lazima hii mipaka ichungwe sheria. Kwa hivyo masiku meupe haya ambayo ni tarehe 13, 14, 15 ni muhimu watu wajibidiishe kufanyaje? Kufunga. Haya yaitwa masiku ya bidh, masiku meupe, ayyamul bidh. Na kwa nini yameitwa masiku meupe? Kwa sababu masiku yake huwa meupe kwa kukamilika mwezi. Utakuta ule mwezi unavong'ara katika masiku haya, ndio maana yameitwa masiku meupe. Si hayo tu, pia katika saumu zinazokariri kwa kukariri kila mwezi ni masiku meusi. Kuna ayyamul bidh, watu wengi mashallah wanayajua ayyamul bidh, masiku meupe. Lakini kuna na masiku meusi vile vile yaitwa ayyamus sud, masiku meusi. Masiku meusi ni yapi hayo? Ni tarehe 28 na 29 na 30. Lakini kama mwezi umeandama kwa 29, basi mwezi kwanza ndio itakuwa ni mwisho wa ayyamus sud. Yameitwa masiku meusi kwa sababu gani? Kwa sababu mwezi unakuwa mdogo, hauna mwangaza. Utaona masiku hayo yanakuwa giza, na hikma wanazuoni wameelezea kufunga masiku hayo meusi ni kuuaga mwezi kwa ibada na kutarajia kwa Mwenyezi Mungu aondoshe weusi katika moyo wako. Hii mioyo kila ikituma madhambi, ikituma madhambi inakuwa inasimama kitone cheusi, na kile kitone cheusi kinafanyaje? Kinakuwa. Ndipo kama pale Mwenyezi Mungu aliposema kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sasa kile kitone cheusi kila kikiwa kikubwa kikaweza kuzunguka hunu moyo wako, ndio pale ule moyo Mwenyezi Mungu huja akaupiga muhuri, ukawa ukiambiwa mawaidha usikii mawaidha, jali ukiambiwa swala, ukitajiwa adhabu za kaburini za akhira, hata ushtuki, sababu moyo wako tayari ushafungwa. Tumombe Mwenyezi Mungu asitujalie mioyo yetu kuwa meusi wala kupigwa muhuri. Hizi ni saumu zinazokariri kwa kukariri miezi. Tumesema ni vigawanyo vitatu. Kigawanyo cha tatu ni saumu zinazokariri kwa kukariri wiki. Ni saumu ya Jumatatu na Alhamisi. Kila wiki kuna saumu ya Jumatatu, kuna na saumu ya Alhamisi. Wale wanaofunga pongezi kwao. Mashallah, kuna watu ahlu yaumil ithnain wa yaumil khamis. Kuna watu mashallah hawaziachi hizi siku, wanapenda kujikurubisha, na hakuna amali tukufu unayojikurubisha kwayo kwa Mwenyezi Mungu kama amali ya saumu, kama tulivyosikia kwenye fadhila za kufunga. Lakini kuna saumu ndugu zangu ambayo ni bora kushinda zote katika saumu za sunna, nayo ni saumu ya Sayyidina Daud alayhi salam. Ni saumu yaumi wa iftaru yaumi. Sayyidina Daud alikuwa leo akifunga, kesho anakula. Hiyo ndio saumu bora. Ni wachache mno wanaofunga saumu ya Sayyidina Daud. Kisha kuna na saumu, hiyo ni kigawanyo cha pili. Kuna saumu za wajibu tumezitaja, saumu za sunna. Sasa kuna na saumu ambazo ni makruhu, ni karaha kufunga saumu hizo. Ni saumu gani? Ni ifradu yaumil jumaa, kuipwekesha siku ya Ijumaa kwa funga. Usifunge siku ya Ijumaa peke yake bila ya mwendani, au sabti au Jumamosi, usifunge Jumamosi peke yake bila ya mwendani wake, au ahad au siku ya Jumapili usifunge peke yake bila ya kuwa na mwendani wake. Huondoka ukaraha ukifunga siku mbili. Mfano umefunga Alhamisi na Ijumaa, hakuna ifrad, umezifunga mbili. Au umefunga Ijumaa na Jumamosi, Alhamisi na Ijumaa, au ukifunga Ijumaa basi funga na Jumamosi. Vile vile Jumamosi ukifunga, funga ya nyuma yake na au ya mbele yake, yani zipatikane siku mbili. Lakini ukifunga Ijumaa peke yake au Jumamosi peke yake au Jumapili peke yake, hiyo ni karaha na kuruhu kisheria kufanya hivyo. Kwa hivyo usifunge kwa kuipwekesha siku ya Ijumaa, kwa sababu siku ya Ijumaa ni idi ya Waislamu, na pia kuheshimu idi za wengine. Jumamosi ni idi ya Mayahudi, kuheshimu za watu wengine, mila nyingine. Jumapili ni idi ya Wakristo. Hii ni kuonyesha angalia Waislamu waheshimu pia dini za watu. Ukimuona Muislamu haiheshimu dini za watu, sio fuate kuheshimu dini zao, hapana, kuwa na mipaka baina yako. Lakini pahali ambapo ni pahali pa kudhihirisha tabia njema bila ya kukiuka sheria yako iliyokuamrisha au kukataza, basi ahlan wa sahlan. Kama masiku ya Krismasi utaona Waislamu hawasherehekei sisi, wala si chuki.
lakini twaheshimu kwa sababu ya mipaka. Hakuna kupongezana kwa Waislamu. Kwa hivyo hii si chuki, maana wengine wanaona kwa Waislamu au Waislamu wana chuki na nini na idi zetu. La, hapana, si chuki. Twafuata sheria ya Mola wetu. Insha Allah taala, kigawanyo cha mwisho ambacho ni saumu za haramu, na hapa tutatakana tuwe makini sana, tutakikamilisha kesho na tutaingia moja kwa moja kuelezea masharti ya kuswihi ibada ya saumu, na ni muhimu sana. Na pia anapendekeza ikiwa kuna mtu yoyote ana swala linamtatiza, anataka kuuliza, tunamruhusu na tunamfungulia milango ya kuuliza maswali, atuandikie karatasi atupatie. Inshallah tukija siku ifuatayo tutashughulika na yale maswali tuyajibu kwa upesi. Mwenyezi Mungu atuwafikie, Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, Mwenyezi Mungu atujalie kuwa minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wal afwa minhu.